wachimbaji wa dhahabu na wawekezaji wanaozuru kaunti ya Pokot Magharibi wanaitaka serikali kuweka mikakati mwafaka itakayowazuia matapeli wanaowalaghai wakazi wa kaunti hiyo. Wakati hata hivyo wamewapongeza baadhi ya wawekezaji ambao wamebadili sura ya kaunti hiyo kwa biashara ya dhahabu, kwani hali ya miundo msingi inatarajiwa kuboreka na utovu wa usalama katika kaunti ya Pokot Magharibi kuzikwa katika kaburi la sahau. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa kaunti ya Pokot Magharibi Andrew Juma aliye eneo la Turkwel kwa mengi zaidi. Juma. Asante. Na kutoka eneo la Turkwel haswa katika mpaka wa kaunti ya Pokot Magharibi na kaunti ya Turkana, uchimbaji wa dhahabu katika eneo hili umeendelea kuboresha maisha ya wakazi wa eneo hili. Leo hii wanasema kwamba sasa wanaomba wale wawekezaji ambao wanafika hapa katika shughuli za uwekezaji kuhakikisha kwamba wanaboresha hali ya miundo msingi katika eneo hili, ikiwemo kuboresha ujenzi wa barabara, kuchimba maji ambayo yatatumika katika kuwasaidia kwa mifugo wao. Wakazi hao ambao tutataka kusema nao sasa hivi wanaendelea kutoa wito kwa serikali ili kuhakikisha kwamba inaweka mikakati kabambe ambayo itahakikisha kwamba wale ambao wanahusika katika shughuli ya uchimbaji wa dhahabu, shughuli hiyo inawafaidisha. Hebu tuwasikize. Na tunatarajia ya kwamba wageni wakiingia hapa wanaingia ili wakuje wasaidie wakazi wa eneo hili, na pia eneo hili ni eneo ambalo liliwachwa nyuma kwa muda mrefu, haswa kwa mambo ya elimu, mambo ya maendeleo. Sisi hatulimi mashamba pande hii, hatuna mashamba ya kulima. Tungependa serikali, kama wananisikia, kwamba kama uchimbaji migodi itapatikana katika eneo letu, lazima tufanyiwe kazi kama vile mambo ya irrigation, ili watu wetu wapate chakula cha kukula. Sisi ni watu ambao tuko katika boda ya Turkana na Pokot, na tumehangaishwa na mambo ya insecurity kwa muda mrefu. Kazi ya migodi ni ngumu kabisa. Ndio upate unang'ang'ana kabisa. Unatumia yundu na unachonga kichuma. Hiyo ndio anachukua muda ndio upate. So bei ndio iko chini kwa sisi wale tunatafuta hii migodi. Tunataka mwenye serikali akuja ainue, aungane na wale wanunuzi wa hapa, wale vijana yetu, apatie support, atabutie soko ndio tupate kuinua kwa hiyo biashara. Mojawapo wa manufaa ya uchimbaji huu wa dhahabu ni pamoja na kuboresha hali ya usalama ambayo ilikuwa imedorora katika mpaka wa kaunti ya Pokot Magharibi na kaunti ya Turkana. Wakazi wakisema kwamba sasa hali ya ukosefu wa usalama imedidimia na sasa hivi wanafanya shughuli kwa pamoja, hali ambayo wanawasifia wawekezaji wakisema kwamba ujio wa wawekezaji katika eneo hili umeendelea kubadilisha maisha na mazingira ya kaunti ya Pokot Magharibi. Mbeleni hii area ilikuwa mbaya kabisa kwa mambo ya security, sababu tuko boda na jirani wetu au wa Turkana. Wakati tulijua mambo ya migodi, alitusaidia kabisa kama vijana. Alipunguza mambo ya walifu. Kama tulivyoahidi, tumefanya mikutano mengi hapa. Mnavyojua, tuliahidi ya kwamba tutachimba maji huku na maji tumeyachimba. Sasa hivi tumeshachimba maji 5 na tunazidi kuchimba mengine. Tulisema tunasaidia ile shule kwa area Songo kule, tumeisaidia maji sahi pale ipo, na tunavyoendelea tutazidi kufanya mengi. Yale ahadi tulisema tutafanya, tunafanya na yanaendelea.
na washukuru watu huku sana, na nashukuru serikali pia sana kwa kuanza kuangalia watu wanaofanya kazi ya madini kwa isiyokuwa njia halali na kuharibu mazingira. Serikali imefanya kazi mzuri sana, namshukuru Waziri Joho na namshukuru PS wetu wa mining Harry Kimutai, na nashukuru serikali yetu ya Ruto ya broad based government kwa ujumla. Nasema asanteni sana, tunaendelea namna hiyo na tutafanya maendeleo mengine zaidi sana. Asanteni sana. Kutoka eneo la Turkwel, jina langu ni Andrew Juma na kwako studio.